Kuna watu ambao wanaishi maisha ya kujitesa sana kwa kutaka kufanya kila kitu kionekane kikamilifu, yani hawakosei, yani kila kitu kinafanyika bila makosa 100%. Sasa watu hawa wanajitesa kwa sababu gani? Hakuna mtu ambaye anaweza fanya kila kitu 100%, na ni hatari sana kwa afya yako ya akili vile vile. Sasa kama nilivyozungumza kwenye video nyingine ambazo zimetangulia, ni jambo la msingi sana uishi maisha unayotamani kuyaishi kwa urahisi. Narudia tena, channel hii ni ya kukusaidia kuishi maisha unayoyatamani kwa urahisi. Kwa hiyo mtu ambaye anajiona lazima kila kitu afanye kwa ukamilifu 100%, anajitesa kwa sababu gani? Kama vile walivyotengeneza penseli, wameweka kifutio wakijua kwamba mtoto atakayetumia penseli atakosea, wakaweka na raba ya kufutia. Hakuna mwanadamu ambaye hawezi kukosea. Unaweza ukakosea, lakini si kwa sababu ulipanga kukosea, ni kwa sababu ya wanadamu. Sasa kuna watu ambao wao wenyewe hawataki wakosee, na hivyo wanapata shida sana kuwavumilia watu wengine wanapokuwa wanakosea, jambo ambalo linaharibu mahusiano makazini na majumbani pia. Wewe ni bosi, huyu mtu amekosea na ni mara ya kwanza, lakini ukali unaoonyesha ni wa kupita kiasi. Inawezekana ni mke wako amekosea, ukali unaoonyesha ni wa kupita kiasi. Inawezekana ni mtoto amekosea, ukali unaomuonyesha mtoto huyu ni wa kupita kiasi. Unamharibu huyu mwenzio, unamharibu, kwa sababu atakapokuwa anafanya kazi na wewe katika eneo lolote lile, atafanya kazi kwa hofu, kitu ambacho kitamfanya akosee zaidi na zaidi. Na mbaya zaidi kwa watoto, mtoto anapata shida sana kufanikiwa katika masomo yake. Kwa sababu gani? Anaona kwamba nikikosea nitapigwa, nitaadhibiwa, kitu ambacho sio kizuri kuweka kwenye akili ya mtoto. Pia kuna lugha ambazo zinapaswa zitumike ili kumpa mtu matumaini kwamba pamoja na makosa bado mimi nafaa, pamoja na makosa bado mimi ni nastahili heshima. Hili ni jambo la msingi sana, kwa sababu kila mtu anaenda chooni anatoa mavi ambayo yana harufu mbaya. Hakuna mtu ambaye hanyi, kila mtu anakunya. Sasa katika video ambazo zimetangulia nimezungumzia kitu ambacho labda hujawahi kukisikia, na nikipenda nikizungumze hapa tena kwa faida ya watazamaji wetu wapya. Tulivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, kuna sehemu ya nyuma ya ubongo, iko sehemu ya huku nyuma inaitwa reticular activating system. Hii reticular activating system ni chombo ambacho Mungu amekiweka kama antena ya kuvuta mambo mazuri au ya kuvuta mambo mabaya. Naomba unisikilize hapa, najua ni pagumu nimeingia hapa. Yaani pale ambapo unapokuwa mara nyingi unahofia kukosea, utakosea zaidi. Kwa sababu gani? Hii reticular activating system ina focus kwenye maeneo ambayo una uwezekano mkubwa wa kukosea. Inakuwa kama vile filter, chujio, kwa sababu unayaogopa. Sawa? Maana yake, tafsiri ya kuogopa au hofu, maana yake ni kwamba hiki kitu sikipendi. Sawa? Hiki kitu sikipendi, ndio maana ya hofu. Hiki kitu sikitaki katika maisha yangu. Kwa hiyo unapokuwa katika hali ya hofu wakati wowote ule, hii reticular activating system kwenye ubongo wako inapata taarifa, inapata ujumbe kwamba hiki kitu hukipendi. Kwa hiyo ina focus tu kwenye vitu ambavyo huvipendi. Kwa hiyo utakuwa mwepesi sana kukasirika na kuyaona madhaifu ya watu wengine. Kwa hiyo kama wewe mwenyewe hupendi kukosea, yaani ukikosea unajianza unajilaumu kweli, ukikosea unajilaumu kweli.
ukikosea wewe mwenyewe, ukikosea unajilaumu sana. Sasa utapita siku 2 unajilaumu kwa sababu ya makosa yako. Tayari hiyo, ona hiyo kwamba ni dalili mbaya. Kwa sababu gani? Utapata shida kuwavumilia wenzio wanapokuwa wamekosea. Sasa basi, kama nilivyozungumzia, kwa sababu umejijengea hofu ya kuogopa kukosea, hii reticular activating system inasema, inapata ujumbe kwamba haya huyapendi. Kwa hiyo ina focus hayo ndio yatakuwa yanaingia hayo. Sasa hiyo inakwenda sambamba na sayansi inayosema kwamba mwanadamu ana akili mbili. Kuna akili ambayo unaweza kuitawala, niende Morogoro, niende chooni, hiyo ni akili ambayo unaweza kutawala. Lakini kuna sehemu ya pili ya ubongo ambayo huwezi kuitawala, inaitwa subconscious. Sasa sehemu ya pili ya ubongo ambayo iko ndani ya moyo, sasa yenyewe iko kwenye moyo, sio kwenye kichwa, ina nguvu zaidi. Akili ya kwenye moyo ina nguvu zaidi kuliko akili ya kwenye kichwa. Kwa wale ambao wanasoma Biblia, swala hili unaweza kuliona kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 35 mstari wa 35. Mwaka 1991 wanasayansi wamekubaliana kabisa, wamekubaliana kwamba ni kweli mwanadamu ana akili mbili, na akili ya kwenye kichwa na akili ya kwenye moyo, lakini akili ya kwenye moyo ndio ina nguvu zaidi kuliko akili ya kwenye kichwa. Ndio maana mtu ambaye anataka kuacha pombe au anataka kuacha sigara au anataka kuacha kupiga punyeto anapata shida kuacha. Kwa sababu gani? Akili ya kwenye moyo na akili ya kwenye kichwa havijakubaliana bado. Lazima hivi vitu vipatane, ndipo utaweza kushinda udhaifu ulionao, ni kuacha sigara au kuacha punyeto au kuacha uongo au kuacha uzinzi. Unazini lakini unajua kwamba ili nikifumaniwa mume wangu akijua ndoa inakufa, lakini unataka kuacha lakini unashindwa kuacha kwenda nje ya ndoa. Hayo yapo. Kwa una akili mbili. Kwa hiyo basi, ili uweze kuoanisha akili yako ya kwenye moyo na kwenye akili, lazima upige vita hofu. Kwa sababu gani? Hii reticular activating system lengo lake ni kuongoza wewe katika yale ambayo unayapa focus, yale ambayo umeyalenga. Sasa unapokuwa umepata hofu, kama vile tochi, sawa? Kwa mfano nachukua hii hapa, sawa? Unaona hii hapa, sawa? Nikimulika tochi hapa, huku mwanga hautoki, mwanga unaishia hapa, sawa? Mwanga unaishia hapa. Ndio hapo unasikia kuna nguvu za giza. Yaani nguvu za giza ni kwamba Mungu, ile mwanga halisi umezuiliwa, kwa hiyo umetengeneza giza upande wa pili. Sasa hizo ndio nguvu za giza. Naweza kuambia, utasema umelogwa, unashangaa, unakwenda kama vile mbuzi aliyefungwa na kamba. Hawezi kwenda zaidi ya urefu wa ile kamba, anaenda na rudi pale pale, anaenda na rudi pale pale. Unagombana hili jua hili, narudia tena unagombana jua hilo. Unakuta ugomvi unazungukia kwenye tatizo lile, eneo lile. Unagombana, iwe ni kazini, iwe ni nyumbani kwenye mahusiano, iwe ni shuleni na watoto, whatever it is. Utakuta mnavyogombania vinafanana, mara kwa mara mnagombania kitu cha aina ile. Kwa sababu gani? Mmeingiza nguvu ya giza kutokana na hofu. Pale ambapo unapata shida kumwambia mwenzio ukweli, kwa sababu unaogopa kwamba atakasirika, hiyo unaitengeneza nguvu ya giza ya kuharibu maisha yako na hatima yako vile. Hii nguvu ya giza inafanya kazi sana. Wakati wote unajikataa wewe mwenyewe na kufanya vitu ambavyo moyo wako haupendi, lakini kwenye akili unaona kwamba watanielewaje, watanifanya nini? Hiyo inaleta shida sana. Kwa hiyo jambo la msingi ufahamu kwamba hofu ulionayo inapaswa ipigwe vita, na hii inapaswa ianzie kutoka kwenye vitu vidogo vidogo. Umechelewa kwenda kazini, ile hofu kwa watasemaje, anza kuipiga vita. Umepoteza ufunguo au simu yako juu, anza, usio una react kwa sababu kwa njia ya hofu, kwa sababu hapo unajifundisha, unajizoeza kwa tabia hiyo, na hali hiyo itakuletea hasara katika maisha yako, mahusiano yako. Na hapa ndio mahali pa kujifunza kuishi maisha unayoyataka kwa njia rahisi zaidi. Endelea kunifollow, utayapata yote haya.